Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii na katika nyanja za kisiasa humo nchini. Taharuki na hali ya wasiwasi imezidi mahakamani, imetanda leo baada ya familia na wakili wa Humphrey Polepole, wakili Peter Kibatala, kuingia mahakamani kwa mshindo na kupata pigo kubwa baada ya masikizo ya mahakama na mvunjiko mkubwa wa moyo baada ya wakili wa serikali kutoa madai haya dhidi ya utekaji nyara wa Humphrey Polepole mbele ya majaji katika mahakama hiyo kuhusiana na utekaji nyara wa Polepole na kesi ya kutoweka kwake iliyowasilishwa na wakili wake Peter Kibatala. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Mahakama Kuu ya Tanzania leo imesikiliza ombi la dharura lililowasilishwa na wakili maarufu Peter Kibatala kwa niaba ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mwanasiasa Humphrey Polepole ambaye madai yake ya kutekwa nyara mwanzoni mwa wiki hii yameibua mshtuko mkubwa nchini kote. Kesi hiyo iliyoongozwa na Jaji Mkuu Salma Magimbi katika masijala ndogo ya Mahakama Kuu Dar es Salaam imevuta hisia za kitaifa na kimataifa, huku maswali ya kuongezeka juu ya jukumu la serikali na uwezo wa mahakama kuingilia kati kwa haraka. Mahakama hiyo ya Dar es Salaam sasa hivi ishatoa uamuzi wake. Kikao hicho kilipoanza asubuhi, ukumbi wa mahakama ulikuwa na mvutano mkali, ukiwa umejaa waandishi wa habari, wanafamilia na waangalizi wa haki za binadamu, wote wakisubiri kwa hamu jibu la mahakama kuhusu tuhuma za utekaji nyara wa Humphrey Polepole. Kwa mujibu wa majalada ya mahakama, Kibatala aliomba amri ya mahakama mara moja ikilazimisha mamlaka kumfikisha Polepole mahakamani ama kudhibitisha usalama wake au kufichua aliko. Alidai kuwa mazingira ya kutoweka kwa Humphrey Polepole yalikuwa ya kutisha na inahitajika uingiliaji wa haraka wa mahakama. Upande wa utetezi ulisisitiza kuwa kushindwa kuchukua hatua mara moja kunaweza kuhatarisha maisha ya Humphrey Polepole na kutaja suala hilo kama suala la kikatiba linalohusu haki ya uhuru na ulinzi kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Msimamo wa awali wa Mahakama Kuu juu ya madai ya utekaji nyara wa Polepole ulikuwa wa tahadhari lakini wa makusudi, ikiashiria ufahamu wa mahakama kuhusu unyeti na uzito wa hali hiyo. Serikali ikiwakilishwa na wakili wa serikali mwandamizi Faraja Nguka ilipinga vikali ombi hilo la dharura na kulitaja kuwa halitekelezeki na halina mashiko ya ukweli. Nguka alidai kuwa hati ya kiapo ya Kibatala ilishindwa kudhihirisha ni nani hasa aliyekuwa akimshikilia Polepole na hivyo kufanya kisheria kuwa vigumu kwa mahakama kutoa amri ya moja kwa moja. Alisisitiza zaidi kwamba kwa kuwa Kibatala mwenyewe alikiri katika hati yake ya kiapo kwamba Polepole alichukuliwa na watu wasiojulikana, ilikuwa vigumu kwa mahakama kulazimisha vyombo vya sheria kutoa mtu ambaye watekaji wake hawajulikani. Pamoja na hayo, umakini wa umma ulibakia kwenye hatua inayofuata ya mahakama, na ikiwa tafsiri yake ya madai ya utekaji nyara ya Polepole ingeweka historia ya kisheria kwa kesi zijazo. Katika maelezo yake, Jaji Magimbi alikiri uzito wa hoja zote mbili na kusisitiza kuwa suala hilo linahusisha masuala ya uhuru wa mtu binafsi, uwajibikaji wa serikali na uwajibikaji wa mahakama. Sauti iliyohifadhiwa ya mahakama ilionyesha kitendo cha kusawazisha nyeti, kudumisha utaratibu wa kisheria wakati wa kushughulikia suala la dharura la haki za binadamu. Waangalizi walitafsiri jinsi mahakama ilivyoshughulikia madai ya utekaji nyara wa Polepole kama mtihani wa uhuru wa mahakama katika mazingira yenye mashtaka ya kisiasa. Mashirika ya kiraia nje ya mahakama yalisifu juhudi za Kibatala, yakiita ombi hilo kuwa hatua muhimu kuelekea uwazi na haki. Ofisi ya mwanasheria wa serikali au wakili wa serikali ilishikilia msimamo wake kwamba serikali haina rekodi rasmi ya kumweka kizuizini au kumhoji Humphrey Polepole. Nguka alisisitiza mbele ya benchi kwamba hakuna chochote ama chombo chochote kilichoripoti kumshikilia Polepole, akisisitiza kwamba uvumi haupaswi kuamuru kuchukuliwa kwa mahakama. Hoja yake ilidokeza kuwa kesi hiyo ilikuwa ya kisiasa ili kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi za kutekeleza sheria. Msimamo huu, hata hivyo, umechochea mashaka ya umma, kwani wengi wanaamini kukanusha kwa serikali kunapingana na madai ya mashahidi na ripoti za uwezekano wa kuhusika kwa polisi.
Hata hivyo, mahakama ilikariri kwamba uamuzi wowote juu ya madai ya utekaji nyara wa Polepole lazima uwe na msingi wa ushahidi unaoweza kuthibitishwa, si wa dhana. Nje ya chumba cha mahakama, ndugu wa Polepole walikuwa wamejawa na hisia na hasira pamoja na huzuni. Mama yake Anna Mary Polepole alionekana akizuia machozi huku akionyesha kufadhaishwa na ukosefu wa mawasiliano kutoka kwa viongozi. Wanafamilia waliwaambia waandishi wa habari kwamba walikuwa wamechoka kila chaneli kumtafuta, lakini hakuna maendeleo yoyote ambayo yameweza kufanikiwa kupatikana. Kukata tamaa kwao kunafanana na ile ya Watanzania wengi wanaoiona kesi hiyo kuwa ni kielelezo cha masuala mapana ya kimfumo ndani ya mfumo wa utoaji haki nchini. Mbinu iliyopimwa ya mahakama kuhusu madai ya utekaji nyara wa Polepole ilitoa mwanga wa matumaini kwamba uchunguzi rasmi unaweza hatimaye kuleta majibu kwa masaibu ya familia ya Humphrey Polepole. Mashirika ya haki za binadamu pia yameingia kwenye mazungumzo. Amnesty International na Kituo cha Sheria za Haki za Binadamu Tanzania zote zimetoa kauli za kuitaka Mahakama Kuu kutumia mamlaka yake kamili ya kikatiba kudai uwajibikaji. Wanasema kuwa ikiwa mahakama ya Tanzania itashindwa kuingilia kati kwa uamuzi, itaweka historia ya hatari kwa kutoweka kwa siku zijazo. Katika muktadha huu, msimamo wa mahakama kuhusu madai ya utekaji nyara wa Polepole unabeba athari zinazoenea zaidi ya mtu mmoja, uwezekano wa kuunda upya usawa wa madaraka kati ya raia na serikali. Ikiendelea, hakimu waliamua kuahirisha uamuzi wa uhalali wa maombi ya kibatala hadi pande zote mbili zitakapowasilisha hoja zao kikamilifu. Ucheleweshaji huu, ingawa wa kitaratibu, umezidisha wasiwasi wa kitaifa. Watanzania kote nchini wanafuatilia kwa karibu yanayoendelea, wakitumai tamko la mahakama kuhusu madai ya kutekwa nyara kwa Polepole litafafanua kama serikali inapaswa kuchukua jukumu la moja kwa moja la kumtafuta au kama msako huo utaendelea kuwa chini ya sheria za jumla. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamebainisha kuwa kesi hii ya Humphrey Polepole inaweza kuashiria mabadiliko katika mjadala wa kisiasa wa Tanzania. Uamuzi ujao wa Mahakama Kuu hauwezi tu kushughulikia masuala ya papo hapo, lakini pia kuamua ni umbali gani mahakama iko tayari kutetea uhuru wa raia katika kesi ambapo mijadala ya kisiasa inahusika. Huku mvutano ukiongezeka, tafsiri ya mahakama kuhusu madai ya utekaji nyara wa Polepole inaweza ama kuthibitisha imani katika taasisi za kisheria au kuongezeka shaka ya umma katika utawala wa sheria. Wakati huo huo, Tanzania inasubiri imegawanyika kati ya matumaini na kufadhaika. Jaji Magimbi anapojadili hatima ya Humphrey Polepole bado haijafahamika mpaka sasa, lakini kilicho hakika ni kwamba kesi hii imekuwa ishara mapambano mapana zaidi. Imekuwa mvutano kati ya uwazi na mamlaka, kati ya ukweli na ukimya. Jibu la mwisho la mahakama kuhusu madai ya utekaji nyara wa Humphrey Polepole linaweza sio tu kuamua hatima yake, lakini pia linaweza kufanua upya mazingira ya kimaadili na kikatiba ya Tanzania ya kisasa ambayo yanajiri sasa hivi. Nijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na taarifa hizi kutoka mahakamani kwa kesi hii ya Humphrey Polepole ya kutekwa nyara au madai ambayo bado hayajathibitishwa. Vilevile mtazamaji, bonyeza alama like chini ya video hii, alafu kwa moyo mkunjufu na wa dhati bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo itakuwa umetusaidia kwa sana. Vilevile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu mpya kuhusiana na swala hili nyeti ambalo linazidi kutrend katika mitandao ya kijamii.